Wale wako na mic tuweze kuimba huo wimbo, alafu tuingie mahali hapo pengine. Sioshwi dhambi zangu. Sawa. Sijui kama tumefungua. Sioshwi dhambi zangu, ila damu yake Yesu
Jehova na mwenye mamlaka. Umetupa nguvu na uwezo Bwana Jehova kutawala katika kazi yako, katika nyumba yako Bwana Jehova. Umetupa mfalme wa ajabu mtakatifu, umetupa Roho Mtakatifu ndio aweze kutuongoza na kutupa kibali Bwana Jehova. Yeye yule Bwana Jehova afanyaye kazi ndani yetu ndiye ametuinua, ndiye ametubariki, ndiye ametutoa katika hali zote zile Bwana Jehova zilikuwa zimewezana nasi mfalme, lakini sasa Bwana tumefunguliwa Bwana Jehova, tumesimama katika miji wa neema, tumesimama katika uweza wote Bwana Jehova. Wewe ndiye Bwana mfalme wa ajabu utawalao ndani ya mioyo yetu na ndani ya mawazo yetu. Wewe ndiye nguvu zetu mtakatifu. Nani kama wewe Bwana Jehova wastahili sifa. Neno lako Bwana mahali hapa Bwana Jehova watu wako tu tayari mtakatifu. Ni kwa sababu umeandaa meza mbele zetu Bwana ndio tuweze Bwana Jehova kukipokea. Ninaombea mioyo ya watu wote Bwana Jehova tutakao kuwa pamoja nao. Bwana wetu mfalme Jehova neno lako likaweze kuwa msaada na nguvu na mamlaka Bwana Jehova katika maisha yao. Waendapo warudipo Bwana walalapo mtakatifu mfalme, wafanyavyo kazi Bwana Jehova neno lako liweze kuwa ndiye nguvu, ndiyo uwezo, ndiyo mamlaka na ndiyo utukufu. Ni nani kama wewe Bwana? Uwezo wako Bwana Jehova ni wa utukufu kwa utukufu. Ninaomba Bwana lile neno likaweza kutujenga ndani ya mioyo yetu. Lijenge dini yetu Bwana. Lijenge mawazo yetu mfalme. Na liweze Bwana kutuzuilia na yote yale Bwana Jehova ya kutufanya tukaweze kuwa mfalme wa ajabu nje ya mapenzi yako. Katika jina lako Yesu Kristo. Pokea sifa Bwana Jehova ni kwa sababu yote yawezekana kwako. Asante ni kwa sababu hakuna kitu kitakapojiinua juu ya neno lako Bwana na kiweze kupata kazi Bwana Jehova ama kufaulu katika neno hili Bwana Jehova tunalolisoma na katika neno lako Roho wako Mtakatifu yule anayetuongoza. Sisi ndio watawala na Roho wako ndiye mtawala ndani yetu na katika neno lako. Na ni katika jina lako Yesu Kristo Bwana tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. Naomba kwa dakika tukae chini. Tuweze kufungua katika Biblia zetu katika kitabu ya Corinthians. Wakati wowote Roho wa Bwana aliye ndani yetu, tunafaa tuweze kukubali aweze kufanya kazi kulingana na vile yani ameingia kufanya. Katika kitabu ya 1 Corinthians 12 nataka tuweze kusoma, kuendelea na kusoma kwa sababu nataka tuwe na muda fulani kwa kumshukuru Bwana kwa sababu ya maisha yetu ya rohoni na maisha yetu katika ufalme huu wa Bwana na katika kazi hii Bwana ametupa. Sababu si kawaida kuwa katika neema hii kwa sababu kuna wengi wanaitafuta lakini hawapati. Kuna wengi wanataka kuwa katika roho lakini hawajui watampokea roho namna gani. Basi sisi tumempokea kwa uwezo wake Bwana na kwa nguvu zake. Bwana asifiwe. Hakuna mtu alitoa kitu ndio aweze kumpokea yule roho. Hakuna mtu aliweza kugharamia jambo lolote, kuomba, kufunga, wala kuokoka sana, wala kutoa mali yake. Hapana. Sisi tumesimama katika mwanya kwa sababu tumepewa neema. Haleluya. Amen. Kwa hivyo katika kitabu hiyo ya 1 Corinthians 12:1 naomba Rona uweze kutusomea. 1 Corinthians 12:1. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Katika Kiswahili inasema ya kwamba basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za roho, sitaki mkose kufahamu. Bwana asifiwe. Number 2. Know that ye were Gentiles carried away unto these dumb idols, even as ye were led. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Haleluya. Amen. Kikuyu. Na leo ariũ a ithe witũ rĩ, ha ũhoro wa maũndũ marĩa magĩakwo namo ma kĩroho rĩ, ndikwenda mũrikwo nĩ ũrĩa ũtariĩ.
Bwana asifiwe. Neno linaendelea kutuambia kwamba ama linaendelea kusema number 2. Mutioi akirere ya mwatu ile muri andu andurire ni mwatwaragirerio uhoro-ini wa mihianano iria itaragia ona haria hothe mukirorio naho. Bwana asifiwe. Wakati Roho Mtakatifu alipoingia ndani yetu katika hiyo mistari miwili ati basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Bwana asifiwe. Bwana anatuambia kwamba hataki tukose kufahamu. Kuna karama tumepokea, kuna uwezo tumepokea, kuna nguvu tumepokea ndani yetu. Bwana asifiwe. Na wakati ule watu wamepokea karama ya Roho Mtakatifu, maisha ya mwanadamu inabadilika. Bwana asifiwe. Kama vile mtu alivyokuwa pale mbeleni, sio vile anavyoendelea kuwa wakati amepokea ile karama. Bwana asifiwe. Inasema ya kwamba and now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Bwana asifiwe. Usikaweze kuignore kile umekipokea. Usikaweze kukiangalia kile umepokea tu kwa jicho la msaha. Sababu chochote kile tumepewa kutoka kwa Bwana ni msaada wetu katika maisha. Bwana asifiwe. Mungu hawezi kutupatia kitu chenye hakina faida. Beleni kabla hatujapokea ule Roho, neno linatuambia kwamba ati na hiyo namba 2. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Bwana asifiwe. Wakati ule tulikuwa hatujaokoka, wakati ule tulikuwa hatujapokea zile karama, tulikuwa watu wa kawaida tu, tulikuwa tunafuata masanamu yale. Tulikuwa tunafikiria yatenda kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Yataleta faida, kumbe yalikuwa tu ni maroho ya kutuangamiza na kutudanganya. Tulikuwa katika udanganyifu. Tulikuwa tunadhani tumempokea ufalme wa mbinguni na kumbe hatukuwa tumeupokea. Bwana asifiwe. Kwa sababu tulikuwa katika uongo. Tulikuwa tumejificha katika uongo. Neno lilikuwa limeingia kwetu, ndani yetu, katika nafasi ya kutudanganya. Kumbe hatukuwa tumeelewa mapenzi ya Mungu. Haleluya. Kumbe tulikuwa hatujafahamu ya kwamba hatujakuwa ndani ya ile neema. Lakini wakati neema ilipokuja ndani yetu, tulipokea karama. Zile siku ya leo tunafaa kila mmoja wetu aweze kuzifanyisha kazi na tuweze kuzidumisha ndani yetu, na hauwezi kudumisha ile karama kama hauifanyishi kazi. Karama inaonekana matunda yake, inakuwa na mazao wakati tunapoifanyisha kazi. Kama hauifanyishi kazi, ni ya bure ndani yako. Ni kama umeizika. Bwana asifiwe. Ni kama uzae mtoto ukose kumpa chakula. Chakula ya karama wakati wote ndani yako ni wakati umeipatia nafasi ya kutawala katika nafasi yake. Bwana asifiwe. Na kama tumepewa karama ya Roho Mtakatifu, ni vyema sana tuweze kufanya aweze kutumika. Kwa 1 Corinthians 14:26. 1 Corinthians 14:26. How is it then, brethren, when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation? Let all things be done unto edifying. Basi ndugu, imekuaje mkutanapo pamoja, kila mmoja ana saburi na ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri, mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Hebu nena Kikuyu. Akiri oguo ri, ariũ aithe witũ,
ni atia ukiri wega riria kuongana ri o mundu akoragwo ari na thaburi ekuina kana ari na undu ekwenda kurutana kana ari na undu ekukuririo kana akiaria na rũthiomi kana akenda gũtauranĩra takirekagei maũndũ mothe mekagwo na njĩra ĩrĩa ĩngĩtũma andũ mongerereke hinya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kulingana na neno la Bwana, zile vipawa tumezipokea, zile gifts tumezipokea. Neno linatuambia sifanye kazi ama ziwekwe, sifunikwe. Kila mtu awe ile karama umepewa ifanye kazi. Na inafanya kazi wapi? Miongoni mwa watu ama kwako wewe. Iweze kuwa ni msaada wa kuwasaidia watu. Kila karama iko ndani yako. Wale waitumiao kupitia wimbo kama vile tumeimba enzi za rohoni. Wale wako na zaburi, wale wako na fundisho la ufunuo ama lugha, wengine wanatafsiri. Mambo haya inafaa kufanyika miongoni mwa watu. Kwa hivyo tumepewa vipawa ndio kila mmoja aweze kumsaidia yule mwingine, aweze kumuinua yule mwingine, aweze kujenga yule mwingine katika ile karama imewekwa ndani yake. Haleluya. Kwa hivyo ile kipawa umepewa sio yako, ni ya watu. Ni kitu ya kupatia wengine wote, ni msaada ndio watu waweze kusaidika. Bwana asifiwe. Tukipewa zile karama alafu tunakaa nazo, kama vile sasa mimi Mungu ameniita kuhubiri, nikae na kile kipawa cha kuhubiri, nitamsaidia mtu yeyote yule? Hapana. Bali wakati wote nitasimama nikitumia kile kipawa, nitafungua wengi, nitafanya wengi waweze kuponywa, nitafanya wengi waweze kujua mapenzi ya Mungu, nitafanya wengi waweze kusamehewa dhambi. Kwa hivyo na wewe umepewa karama ya kuongea na lugha. Nena na lugha, tafsiri, wacha kuwa mtu wa kutafsiri. Wakati uliokuwa mwenyewe, nena na ile lugha kwa sababu inakujenga ndani wako. Bwana asifiwe. Inaendelea na kukujenga, kukuinua na kukuondolea hali yoyote ile ya kufinyika katika undani wako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo haya tumepewa kama karama, tumepewa zikiwa za kutusaidia. Usikubali kukaa ndani ya nyumba la Bwana kama Roho wa Bwana hajazaa kitu ndani yako. Na nilikwambia Roho wa Bwana sio tu wa kunena na lugha. Roho wa Bwana hizo ni sehemu fulani zinazalika katika yule Roho. Wa 1 Corinthians 14:40. 1 Corinthians 14:40. Let all things be done decently and in order. Hapo inasema lakini mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Kila kitu tutakao kifanya ndani ya nyumba la Bwana kiweze kuwa katika utaratibu, kiweze kuwa katika mwandalio mwema, na kiweze kuwa kina mimi, kina faida, kina utumishi kwa mtu mwingine, kina fundisho, kina mwelekezo mwema, kinainua. Bwana asifiwe. Amen. Mwandani ya roho washu. Amen. Kwa hivyo ndani ya nyumba la Bwana hatujakuja kutumika tu, hatujakuja kujionyeshana tu, tumekuja ndio tuweze kuinuana mmoja kwa mwingine, tuweze kuinuana, tuweze kubarikiana, tuweze kufunguana, kila mtu tuna mwingine. Wewe unajua kunena na lugha, nena na lugha. Wewe unajua kuimba zaburi, imba zaburi. Wewe unajua kuhubiri, hubiri. Haleluya. Wewe unajua kustafsiri, tafsiri. Usikae chini, usilale, usikubali kufanya hiyo kipawa kiweze kuwa katika pumziko. Usipumzishe kipawa cha Bwana. Haleluya. Wacha kile kipawa kiweze kufanya kazi. Kila kitu kiingie katika kazi yake, na kifanyike kwa utaratibu na katika uzuri wote. Na uzuri wote ule unahitajika katika kile
kipawa uko nacho ni kwa sababu ya kujenga wengi, kwa kufanya wengine waweze kuwa edified. Bwana asifiwe. Tuweze kufungua watu wote, hata wewe uweze kujijenga katika undani wako. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati tu unaendelea tu na kunena na kutafsiri na kuelewa na kupata ufunuo ndani ya kile umefundishwa, unapanuka katika undani na unakuwa katika uwezo wote, na hakuna jambo litakaosimama liweze kukupinga. Katika hiyo Corinthians 14 mstari wa 33. For God is not the author of confusion, but of peace, and in all churches of the saints. Wakati tumepokea ule Roho wa Bwana ndani yetu, tumepokea Christ, tumepokea onda ndani ya mioyo yetu. Uzuri ule unaingia ndani yetu, hauwezi leta confusion. Kiswahili inasema, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati Roho wa Bwana amepata nafasi na kibali ndani yetu hakuna mchafuko, kwa sababu yule tumempokea si wa mchafuko, sio wa confusion. Yani onda anafanya tuweze kuwa katika mpangilio, na ule mpangilio unatufanya tuweze kunena mapenzi ya Mungu na mauzia ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tunapoomba, wakati tunapohubiri, wakati tunaponena lugha, wakati tunapofanya kazi ya Mungu kulingana na vile Roho anatusaidia, tuko katika nafasi ya kufanya yale mambo yote kulingana na mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Mapenzi ya Mungu ni nini ndani ya maisha yetu? Ni kufanya mwenzako, mtu afanye mwenzake kuinuka. Wewe mwenyewe uweze kufanya your neighbor aweze kuwa na nguvu. Kama alikuwa amechoka, kama alikuwa amefinyika, kama alikuwa mgonjwa, wewe ndio umepewa hiyo nguvu na mamlaka ya kumfanya aweze kuwa huru. Bwana asifiwe. Kwa hivyo si pastor tu anafanya yule mwenzetu ama mwenzako aweze kuwa huru. Uko hapo ndio uweze kufungua huyo. Uko hapo ndio uweze kufanya huyo aweze kupata amani. Bwana asifiwe. Na anapata amani na nini? Na ule Roho ametiwa ndani yako. Ile neno limetiwa ndani yako. Ile lugha imetiwa ndani yako. Yale maombi Roho wa Bwana anakusaidia kuweza kuendelea na kuomba. Ndio injili. Haleluya. Ndio injili ya kweli. Yesu Kristo aliwafundisha mitume ndio waweze kwenda na kuweza kufanya wengi waweze kufunguliwa. Bwana asifiwe. Hakuwafundisha wala kuwaelekeza wakae mahali pale. Hakuwaelekeza waweze kujionyesha. Aliwaelekeza ndio wafungue ulimwengu. Bwana asifiwe. Na ndio aliwatuma katika ulimwengu wote waende wakahubiri. Na sisi tumepewa kibali kile. Tumepewa uwezo ule. Tumezungukwa na watu wamefungwa. Tumezungukwa na magonjwa. Tumezungukwa na watu yani kila saa wanataka miujiza na maishara. Ni wewe sasa uko na hiyo miujiza na maishara. Bwana asifiwe. Ndio yule mtu aweze kupenda injili na kuitafuta injili ndio aweze kupokea neema iliyo ndani ya Kristo Yesu. Watu wamechokezwa na hizi mahubiri ya upumbavu. Mahubiri isiyo na mwelekeo. Mahubiri ya kutoa hadithi ndani ya makanisa. Watu wanahitaji sasa neno. Haleluya. Watu wanahitaji neno lililo na uwezo. Neno lina maana ya yaani neno liko na kitu. Mtu anasikia kabisa hiki ni kitu nimepokea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usilale mahali pale. Wakati unapolala unazuilia kazi ya Mungu iendelee. Kwa sababu Mungu hakukupatia hiyo karama alafu wewe nawe uweze kuifungia, kuizika. Hauwezi yani wakati nuru ya Bwana ilipoingia ndani yako,
Mungu alitaka usimame katika mlima watu wote wakuone, waone ile nuru. Bwana asifiwe. Wafuate ile nuru, umulikie taifa. Lakini wakati ule umefunga kile umekipokea, unazuilia kazi ya Bwana ikose kuendelea. Bwana ni roho. Adweke magaika adumaini ni todo wewe ulete kuwatia tabosi. Ulengo uliokwenda na niyo haliokwenda nyenye. Kuna jambo moja nilijua na nikatambua. Wakati mmoja tunakosa kufanya kazi ya Bwana, maishani mwetu hatukosi kitu kimetufunga. Hatukosi kitu tunatumikia. Bwana asifiwe. Wakati umekataa kutumikia kazi ya Bwana, kuna kitu unatumikia, aidha Bwana, mume wako, aidha mke wako, aidha watoto, biashara yako haiendi vizuri, na sio kuitumikia kwa amani. Hapana. Ndani yako wakati wowote unakwenda, kwa sababu vile tumeumbwa, kile tunafaa kutumikia ni kazi ya Bwana, ndio tuwe na amani. Haleluya. Wakati tunakataa ile amani, tukikataa ile amani kwa sababu amani imewekwa katika neno la Bwana, jambo lingine linajiinua. Hiyo ndio saa yote unashinda umeshikilia. Bwana asifiwe. Unashinda umeshikilia. Kama ni magonjwa, unashinda ukiimba magonjwa. Kwa sababu gani? Hautumikii Bwana. Bwana asifiwe. Ni lazima uchunge karama iliyo ndani yako, kwa sababu yatazuilia mambo mengi sana katika maisha yako ikose kuinuka. Utakuwa na nguvu na uwezo wa kufinyiria yale mambo yanayoinuka katika maisha yako. Utaifinyiria na utaikomesha. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati wowote neema ya Kristo inafanya kazi ndani yako. Wema wa Mungu unakutumika ndani yako. Haleluya. Amen. Bwana ni roho. Kwa hivyo usifikirie kwamba ati kwa sababu sifuati ile sheria iliyo katika kanisa yetu, kwa sababu hakuna kanisa yenye haina katiba. Ati kwa sababu sifuati, mimi nimekuwa don't care. Mimi hata sitaki kujua, sitaki nini. Na kuambia kuna mambo utafuata na huko nje ndio ujue vizuri. Haleluya. Kama haufuati haya, utafuata mengine na huko. Na yale utafuata na huko, utajaribu kuyategua, utajaribu kuyaweka katika nafasi njema, lakini haitawezekana. Amen. Mwana ni roho. Ni wadi ndio ndio dokala kama ulivyo na hapo ile na moto wa kuingilia. Kawe kaka wa gani kana kuja tukao. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni vyema sana ujue ya kwamba uko ndani ya Bwana, uko ndani ya kanisa, uko chini ya watumishi wametumwa, kwa sababu kuna kipawa umepewa. Na hiyo kipawa kama hakitafanya kazi miongoni mwa watu, kitafanya kazi ulimwenguni kwa njia ya kilio. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Katika kitabu ya 1 Corinthians 1:7 1 Corinthians 1:7, so that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Hata hamukupungukiwa na karama yoyote, mukikutazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu. Nena Yesu Kristo. Mugagituika ati iheo iria Ngai aheanaga na wega wake gutiri ona kimwe mutingiarĩtie. Yes. Kwanza, kipawa chochote tumepewa, karama yoyote tumepewa na Mungu, hakuna hata kimoja hivi, Bwana asifiwe, tumefanya kiweze kupunguka. Bwana asifiwe. Kila kipawa miongoni mwetu kinafanya kazi yake. Kila kitu ndani yetu kimesimama katika nafasi yake. Hapo ndio gani? Mungu anaweza kukupa kipawa, alafu ukose kufanya kazi, alafu uwe na amani. Kama haukuwa na amani wakati umekosana na bwanako, ama wakati mtoto wako ako katika hali, ni karama ile umepewa na unafaa kuwa unaifanyisha kazi, alafu unapumzika, utakuwa na amani. Wacha nikwambie,
ile ya mambo inayoonekana humu ulimwenguni, hiyo ni ya muda, na tena hiyo ina wakati wake. Lakini hii ni etano, ni kitu ya umilele, kutoka wakati ulipozaliwa mpaka wakati utakufa ama utalala. Ukikosa kukifanyisa kazi, hukumu hakuna wakati itaondoka ndani yako. Gutire hindi ukana maundu magatuika marakuria simu. Kwa hivyo wakati karama ya Bwana imeingia ndani yetu, tunaambiwa ya kwamba hamukupungukiwa. Kwa hivyo tulipewa kipawa kile kimefanya tusipungukiwe. Bwana asifiwe. Wakati tumekosa kukifanyisa kazi, tunapungukiwa. Amani inapunguka, upendo unapunguka, umoja unapunguka. Mambo yanakaa katika ni kama haina uwezo. Hamukupungukiwa na karama ya yoyote. Hakuna jambo tuliweza kupungukiwa nayo wakati tulipo pokea ile karama, wakati tunapotumika katika ile karama. Wakati tulipokea karama, hatukukubali kufanya iweze kupungukiwa. Tulifanyisa kazi kulingana na vile ilivyohitajika tuweze kufanya. Inasema hamukupungukiwa na karama yoyote, mkikutazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo kufunuliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo kulifanya tuweze kuwa na karama zote. Bwana asifiwe. Ilifanya tuweze kuwa na nguvu zote. Ilifanya tuweze kuwa na uwezo wote. Karama ya Bwana imefanya tuweze kuwa na uwezo wote. Mfalme wote ndani yetu. Sababu ile tumepokea. Yeye ni mfalme. Yeye ni nguvu. Yeye ni uwezo. Yeye ni roho. Yeye ni chochote kile tunachokihitaji. Bwana asifiwe. Ndio unaona mimi kwangu siwezi ignore hata katoto kamoja kadogo. Siwezi lala, kwa sababu ninajua kale katoto kamezaliwa ni kwa ajili yangu. Bwana asifiwe. Ile karama iliyo ndani yangu niweze kumgawia yeye. Ndio nikimgawia naye siku yake ikifika naye agawie mwingine. Wewe yako umegawia wengine, unadhibitisha kabisa ya kwamba yule umegawia kesho yake atafanya kazi. Hiyo ni kitu moja mimi nasemanga. Wote wale tunaofundisha, tunawafundisha ndio kesho waweze kufanya kazi. Bwana asifiwe. Kazi ya Mungu isipungukiwe. Kazi ya Mungu isizimwe. Kazi ya Mungu isikose kuendelea kesho. Tupo ama hatupo, kazi ya Mungu iendelee. Kwa hivyo mimi sina wakati wa kusema nitakuwa na ile kitu tunaita ate nimepumzika ili kwa sababu ya uzee. Hii kazi nitaifanya mpaka wa siku ile nitalala. Wale matulana wazee wanapewa nini? Ritaya. Hizi kazi ya ritaya. Hii mpaka wakati umekufa, kama Elisha mifupa yake ilifufua mtu. Hakulitaya mpaka wakati alikuwa ndani ya kifo. Hata mpaka wakati ule alizikwa. Wakati mifupa ya mtu fulani amekufa, alikuja akaangukia mifupa yake. Hiyo nguvu iko ndani ya hiyo kaburi, iliweza kufufua. Kwa hivyo mtu wa Mungu, wacha kucheza na neno la Bwana. Wacha kucheza na ile kitu umepewa. Kama umepewa, Mungu anaidhamini. Bwana asifiwe. Mungu anaitambua kwa nguvu sana. Mungu anaiangalia sana isikaweze kuharibiwa. Kwa mtu yeyote yule anatamani na anafanya kazi ya Mungu. Haleluya. Lakini yule amelala, Mungu anatamani sana uamke. Lakini ukilala, utalala mpaka mwisho, lakini utajibu juu yake. Na ukiwa hapa ulimwenguni ni vita kali, lakini haijatoka kwa Mungu. Sababu kile umepokea ni lazima uweze kujitishia. Ni kama vile tumbo ikipata njaa, inajitishia ama haijitishi? Inaitisha. Nayo
hiyo karama ndani yako inahitaji kile inakula. Wakati unakosa kuipatia, hauna amani, unasumbukiwa na mambo yote, unaona kama si kawaida, hali nyingi, vitu nyingi. Bwana asifiwe. Na ndio tunafika katika nafasi unakuta mtu anaomba sana, kufunga sana, kutaka kwenda kanisani mapema, kufanya tukazi twa kanisa. Hayo yote ni bure kama ile karama iko ndani yako hauifanyisi kazi. Ni hamwe. Ni kule tofauti ya karama na kuruta leo mali. Kuna tofauti kubwa sana ya karama na kuna tofauti ya yuakalia na karama, na kuna tofauti ya ile kazi unafanya kanisani. Hata ya kujitolea hakuna wakati kamanana na ile karama kupewa. Hiyo karama ni tofauti sana na kila kitu katika ulimwengu. Kwa hivyo jiulize, yangu yafanya kazi ama haifanyi? Ni gani hiyo ninafaa kufanya iweze kutumika? Haleluya. Saa hii nataka tuombe, sababu watu wako na karama lakini hawasifanyisi kazi. Tuko na dakika kama 15 minutes. 15 minutes. Hata kama tumetumia 10 ya mtumishi wa Bwana, nataka tuweze kutumia ingine 15 kwa kumshukuru Bwana, kumuinua Bwana, kwa sababu ya kutambua na kujua kuna kitu kilitiwa ndani yangu. Na wakati ule umefanya hiyo kazi ya Mungu, unasikia ukiwa na amani. Wakati umesimama katika mwanya, ila ni kuomba wakati ule unapofaa, ila ni kujitolea wakati ule unapofaa, kuhubiri wakati ule unapofaa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kusikia vile Mungu anasema wakati ule unapofaa, unakuwa na amani. Unakuwa na amani kabisa. Lakini kosa kuomba siku moja. Mwili unaitisha ama hauitisi? Moyo unaitisha kama hauitisangi? Si ndio? Unakuwa na amani ama haukuwa na amani? Hebu simama. Nataka tuombe, mshukuru Bwana. Tukiomba hiyo, yaani tuweze kuwa katika nafasi hiyo ya kutambua na kuelewa mapenzi ya Bwana katika maisha yetu. Sababu hata tuhubiri namna gani, na hatufundishani mmoja na mwingine kuhusu kazi ile Mungu ametupa, vile tunafaa kuifanya, vile tunafaa kufanyisha zile karama ziko ndani yetu. Iwe ni mtu mmoja. Yesu alikuwa mmoja. Yesu alikuwa peke yake. Yeye akaendelea tu na kuzaa, akazaa wale 12. 12 nao wakazaa ulimwengu mzima. Bwana asifiwe. Siku ya leo naomba zile karama tulizo nazo, kila mmoja aweze kujitambua na aweze kujua iko na nafasi yake ya kufanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Na kuetambua wakati ule inafaa kufanya ile kazi. Haleluya. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Nitabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima ni dawa yake njema.
uwezo, jina lake ndiyo mamlaka, jina lake ndiyo kila kitu kile tumekipokea ama tunapohitaji katika maisha yetu. Kwa hivyo shukuru Bwana kwa dakika 1, 2, 3, alafu tuweze kuendelea na mambo mengine. Hivyo shanta na mabodi ya vijana tenda mama. Bedani tenda mama soba tuone maswali ya mganga mabuda na mabuda kwa sababu kwa mabuda na mabuda na masali kwa mambo ya zamani na alipa tenda mama soba tuone maswali ya mabushina kwa sababu shekhe kwa mambo tenda mama soba soba kwa mashala mabuda na maswali na masali
Umetupisha katika uweza wako
Kwa sababu umetupa mtu wa kuendesha nchi yako katika taifa hili. Bwana sifiwe. Wewe mwambie Bwana asante, umetupatia, umetuongezea mtu wa kueneza injili, wa kupeleka injili, wa kufundisha, kufungua na kuokoa watu wengi katika taifa letu. Roho shina na maotaya, nena upele, ametawa na roho. Kuna mtu unamshika, ametawa na roho, akona nguvu, akona nafasi. Roho shina na makote, nilekenda na maburi ya mkashote. Nilekenda sana, kwa koni, kwa sana, makanda na mabote, kwa koni, kwa koni, kwa nini nilekenda sana, kwa koni, kwa koni, Kwa hivyo tumshukuru Bwana sisi wote, tumuinue Bwana sisi wote, lakini ni mimi ninaenda kuomba. Oh haleluya, kwa sababu ya neema yake. Wacha tuombe pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua, umejaa nguvu na mamlaka. Asante ni kwa sababu ya kutunganisha mahali hapa Bwana Jehova Jireh, tukitambua ya kwamba sisi tulizaliwa sio uzao wa kawaida. Ile Bwana Jehova Jireh, sisi ni viumbe. Ile Bwana Jehova Jireh, ulitusaliti tukiwa pekee ya manufaa. Jehova Jireh, katika uwezo wako na katika nguvu zako, si umezimimina ndani yetu Bwana Jehova Jireh. Umetupa Bwana mamlaka na nguvu zote mfalme. Umetuondoa katika hali yoyote ile Bwana Jehova Jireh kushindwa. Jehova, ukatupa ushindi wako Bwana kupitia Yesu Kristo. Katika uwezo wote Kristo Yesu alipoonyeshana. Nasi Bwana Jehova Jireh, kwa sababu tulio ndani yake, tumempokea Bwana Jehova Jireh. Tumepokea nguvu kutoka kwake. Tumepokea mamlaka kutoka kwake. Tumepokea uzima kutoka kwake. Tumepokea Bwana Jehova Jireh yote yale mfalme wa ajabu aliyo nayo, yote aliyokuja nayo. Ulinzi wote tumeupokea kupitia Kristo Yesu mpendwa wetu, yeye aliye na mamlaka na nguvu.
Asante Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu yote yale Bwana Jehova Jireh uliyoyafundisha, ulitutuma twende tukayafundishe kulingana na vile uliyoyafundisha. Watu wengi hawataki Bwana Jehova Jireh haya, wanataka kulingana na vile wanavyotaka wao wenyewe, wanataka kulingana Bwana Jehova Jireh na vile wataongozwa na watumishi wao. Lakini sisi Bwana tumekataa kuyafuata hayo mawazo yetu, kuyafuata hayo Bwana Jehova Jireh itokao katika midomo ya watumishi wetu. Tunataka Bwana Jehova Jireh, tumetamani na tuko hapa ni kwa ajili yako Kristo Yesu. Utuelekeze, utufundishe, utuongoze Bwana. Nuru yako Bwana Jehova Jireh iweze kung'aa. Tutende mausia Bwana Jehova Jireh na haki yako katika jina lako Yesu Kristo. Wengi walirudi nyuma ni kwa ajili Bwana Jehova Jireh uliwaambia ya kwamba watakukula na watakukunywa, lakini wakarudi nyuma Bwana kwa sababu waliona ni gharama. Sisi Bwana hatutaki kujua gharama ile tutalipa. Ni kwa ajili Bwana Jehova Jireh ya neno lako, ni kwa ajili ya hii injili Bwana Jehova Jireh ya kweli. Hii injili Bwana Jehova Jireh haina upumbavu Bwana Jehova Jireh. Hii injili Bwana Jehova Jireh haina Bwana uongo. Tutaihubiri Bwana Jehova Jireh kulingana na vile utakavyotuongoza kupitia Roho wako Mtakatifu. Hakuna jambo lingine lolote lile. Sisi Bwana Jehova Jireh ni kwenda kwa watu wote Bwana na kuwaelekeza Bwana kulingana na vile upendavyo. Pokea sifa Bwana kwa sababu ya wokovu wako ule Bwana umetupa. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh ya uzima wako ule umetupa. Kwa sababu ya msamaha wako wa dhambi Bwana Jehova Jireh ule ulitupa. Asante ni kwa sababu ya damu ile ulimwaga msalabani wewe mwana kondoo. Pokea sifa Bwana. Neno lako lile tunaendelea na kulisikia na kulihubiri. Bwana Jehova Jireh ninaomba likaweza kutenda kazi na kufungua wengi Bwana na kuelekeza wengi Bwana na kufanya wengi waweze kutambua siri iliyo ndani yako Bwana Jehova Jireh katika wema. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh ni kwa wema wako ulifanya sisi tuweze kuokolewa. Bwana wetu Yesu Kristo, utukufu wako ni wa ajabu. Wewe Bwana Jehova Jireh mwelekezi mwema. Tunakuomba Bwana uongozi wako katika maisha yetu, katika kutokana na Roho wako Bwana Mfalme. Jehova Jireh tukatende makuu na tukatende maajabu. Watu wako Bwana wameponywa mahali hapa. Wameponyewa nyumba zao, wameponyewa waume wao, wameponyewa wake wao, wameponyewa Bwana Jehova Jireh biashara wanazozifanya. Pokea sifa ni kwa sababu ulituambia kwamba sisi tunaokuamini tunakumbuka na tunaelewa ya kwamba miaka 2000 iliyopita Jehova ndio tulipokea kile kibali na tukapokea ile neema yote katika maisha yetu yatenda kazi. Asante Mungu wetu na mfalme wetu, ni kwa sababu unaendelea tu na kutuelekeza, kutufundisha na kutufungua mawazo yetu Bwana Jehova Jireh na akili zetu, ndio tuweze kuendelea na kutambua vyema ufunuo wako Bwana kulingana na vile neno limeandikwa. Pokea sifa. Mtumishi wako Bwana akienda kusimama, hata mwimbaji atatuibisha akienda kusimama. Tuomba neema kuu Bwana Jehova Jireh ikatumike na ikafanye kazi katika maisha yetu sisi wote. Wale wanaosikiliza Bwana, nimeomba Bwana chochote kile kinaweza tatanikia mioyo yao, mawazo yao, maisha yao, uzingizi, kila kitu Bwana ninaziweka Bwana Jehova Jireh nyuma yetu, ni kwa sababu sisi ndio viongozi wote Bwana Jehova Jireh, sisi ndio watawala katika maisha yote. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen.